Unajuaje kama mtu unayezungumza naye barabarani, unayemwamini, unayemfuata nyumbani kwake, anakuwa na kurekodi kila kitu kwa siri? Kuna mwanaume mmoja kutoka nchini Russia aliyetembelea nchi 3 za Afrika: Kenya, Ghana na Afrika Kusini. Lakini hakuja kwa utalii wa kawaida, hakuja kuona wanyama wala fukwe kama wengine wanavyofanya. Yeye alikuwa na misheni yake ya kisiri. Kwa kutumia miwani yake yenye teknolojia ya hali ya juu ya kamera iliyojificha inayofahamika kama Meta Glass, aliwakaribisha wanawake aliokutana nao mitaani, akawapeleka nyumbani kwake, akafanya nao mapenzi, na yote hayo alikuwa na rekodi bila wao kujua kupitia miwani yake hiyo ya siri. Baadaye aliuza video hizo kwa wanachama wake kwenye mtandao kwa ada ya $5 kwa mwezi. Jina lake ni Vyacheslav Trahov, lakini anafahamika zaidi kwa jina la mtandaoni kama Vyacheslav. Leo tunakusimulia hadithi kamili ya jinsi alivyofanya hivi, nchi alizotembelea, wanawake waliovutiwa na hasira kali iliyofuatia baada ya siri yake kufichuliwa. Vyacheslav Trahov anajulikana mtandaoni kama Vyacheslav. Ni raia wa Russia aliyejitengenezea maisha kwa kutengeneza maudhui ya kuvutia mtandaoni. Lakini maudhui yake siyo ya kawaida, mtu wangu. Yeye huwakaribisha wanawake anaokutana nao mitaani, hasa katika maeneo ya watalii, kisha kuwapeleka nyumbani kwake na kurekodi matukio yao kwa faraha. Anadaiwa kuwa ametembelea nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Kenya, Ghana na Afrika Kusini, na pia ametembelea sehemu mbalimbali duniani kama Marekani na Urusi yenyewe. Lakini cha kumfanya awe maarufu sana na kuchochea hasira kali kwa raia ni namna alivyofanyia hivi wanawake wa Kiafrika bila wao kujua wanarekodiwa na video zao zinauzwa mtandaoni. Vyacheslav alikuwa na mbinu maalum aliyotumia kuwavutia wanawake hao. Ni mbinu hii ilifanikiwa kila nchi aliyotembelea. Anachagua mahala panapojulikana. Mara nyingi alionekana kwenye maeneo ya watu wengi kama maduka makubwa na maeneo ya watalii. Huko Ghana alikuwa akionekana sana karibu na Accra Mall na maeneo ya Shiashie. Huko Kenya anaaminika alitembelea Nairobi na maeneo ya pwani. Aliwakaribia wanawake hao kwa njia ya rafiki mno, huku akijitambulisha kama mgeni aliyetaka kujua eneo au kutafuta urafiki. Lakini pia alianza kuwasifia na kuwapa pongezi kwa mionekano yao, kiasi kwamba hakuna mwanamke aliyeweza kuchomoa katika wanawake ambao alikutana nao huko mitaani. Kisha anapata nambari zao. Baada ya mazungumzo mafupi, anawaomba namba, na katika video zilizovuja anaonekana akiwapongeza kwa kusema atawapigia simu baadaye. Kisha anawakaribisha nyumbani kwake, na kiufupi hukodi nyumba za kifahari au hoteli za harama ambazo zinawafanya wanawake wajisikie salama na kujaliwa. Anawaalika wazungumze zaidi au wajue zaidi nyumbani kwake. Wanawake wengi wanakubali, wengine mara moja tu pale pale wanapokutana naye, na wengine wanakuja baadaye. Sasa jamaa huyu anarekodi kila kitu kwa siri. Hapo ndipo utata unapoanza. Vyacheslav anavaa miwani ya Meta Glass au Ray-Ban Smart Glass, miwani yenye kamera iliyojengewa ndani inayoweza kurekodi video za ubora wa juu bila mtu kuona. Miwani hii ina bei ya karibu $400, ambapo ina kamera ya kutosha kurekodi video za HD na hata kuchukua picha kwa ubora mzuri. Ina microphone 5 za kukamata sauti vizuri na inaweza kuunganishwa na simu kwa njia ya Bluetooth. Anapokuwa nayo, mtu anayezungumza naye haoni kuwa anarekodiwa. Kwao ni mazungumzo tu ya kawaida, lakini jamaa huku anafanya yake kabisa. Baada ya kukutana na wanawake na kurekodi matokeo yao ya faragha, Vyacheslav alikuwa na biashara maalum ya kuziuza video hizo.
Jamaa alikuwa anatumia akaunti za bure za kuvutia watu. Aliweka sehemu za video hizo kwenye majukwaa kama TikTok, YouTube na Instagram. Sehemu hizi zilikuwa za bure kukuonjesha tu, zenye lengo la kuwavutia watazamaji wengi na kuwapeleka kwenye ukurasa wake wa kulipia. Channel ya Telegram ya kulipia. Sehemu kuu ya biashara yake ilikuwa ni channel ya Telegram iliyofungwa kwa neno siri. Watu waliotaka kuona video kamili walilazimika kujiandikisha kwa ada ya $5 kwa mwezi. Huko ndiko alikuweka video za ndani kabisa, wanawake wakiwa majini, wakiwa na taulo na matukio ya faragha zaidi. Kwenye moja video, mwanamke anaitwa Angela anaonekana akiwa amejifunga taulo kubwa baada ya kuoga nyumbani kwake. Wazi kabisa kuwa alikuwa ameoga na kukaa muda mrefu mno. Anajivunia idadi. Katika baadhi ya video ya Questlove anasikika akijivunia kuwa amekutana na zaidi ya wanawake 30 nchini Ghana tu peke yake, ingawa idadi kamili haijulikani. Inaaminika alikutana na wanawake wengi katika kila nchi aliyotembelea. Video zake zinaenea. Kufikia Februari 2026, moja ya video zake ilikuwa imechezwa zaidi ya mara milioni 1.6 kwenye mtandao wa TikTok. Kwa muda mrefu ya Questlove alifanikiwa kujificha katika video zake. Yeye ndiye anayeshika kamera, hivyo uso wake hauonekani kabisa, lakini siku ya hesabu ilifika. Wachambuzi wa mitandao walianza kushuku. Watu walianza kuona mfumo unaojirudia, mtu anayekaribisha wanawake kuwapeleka nyumbani na video hizo kuwa za ubora wa hali ya juu. Ajabu, wengine walishuku kuwa alikuwa anatumia vifaa vya kisiri. Vlogger anamsaka na kumpata. Clement Nana Asamoah, mtangazaji wa Gossip 24 TV kutoka Ghana, alichukua hatua. Alifuatilia nyayo za Questlove, akatafuta picha zake na akafanikiwa kumpata akitembelea karibu na hoteli yake. Katika video iliyovuja ya Questlove anaonekana amevalia shati ya kijani kibichi, suruali ya kijivu na miwani yake maarufu.